Bravo si tumeona ni wa moto. Na hii ndo mechi ngumu zaidi ya Simba kwenye hizi mechi 3 za mwisho za kukamilisha kundi Maulid. Ndio. Yani binafsi matokeo na satisfaction nafikiri Jumanne iliyopita nilibainisha hapa kwamba niliwapa Simba asilimia almost 70. Kwa hiyo nilikuwa na matarajio zaidi wapate alama katika mchezo ule, alama zote 3, kitu ambacho kilifanikiwa. Ndio. Lakini kiukweli mchezo dhidi ya Bravos ni mgumu. Unajua Bravos alipompiga Coast zile goli 3, ile mechi nilikuwa naitazama, kuna mtu unaweza ukakaa ukasema labda bwana huyo Coast mwenyewe kwani alitarajiwa afanye jambo. Na unamwangalia Bravos alafu unaiangalia kama ni timu ambayo ilikuwa haiko ranked, yani haikuwa na ranking mpaka inafanikiwa kupata nafasi kwenye makundi ya shirikisho. Kuna ile unahisi hapana, labda imetokea, lakini kitendo cha kupata ushindi wa magoli 3 dhidi ya timu za kaskazini pale kwake, kwa sababu Bravos kachukua alama 6 nyumbani na zote amechukua kwa kufunga goli 3 dhidi ya Constantine, 3 dhidi ya Sfaxien. Kwa hiyo picha nayoipata ni kwamba hawa jamaa uwanja wa nyumbani wanauangalia kama ni sehemu kweli ya kufanya machinjio, yani hawana masiara. Inaonekana ni mpango kabisa kwamba mechi za nyumbani kwa wao wanafanya itakapowezekana wapate matokeo. Kwa hiyo Simba watarajie kwamba mchezo huu utakuwa ni mgumu kuliko hata Sfaxien. Michezo yote inachezwa ugenini. Huu mchezo dhidi ya Bravos ni mgumu kuliko hata ule. Mimi naamini hata mchezo wao wa nyumbani Simba dhidi ya Constantine basi hautakuwa mgumu kama huu. Huu ndo mchezo mgumu zaidi ambao Simba watakwenda kukutana nao, na huu ni mchezo ambao kuna mambo mawili. Simba wanatakiwa kwanza kuweka statement, kuonesha tofauti yao na wengine. Hawa ambao wamekula goli 3 wao waoneshe tofauti, lakini pia huu mchezo unakwenda kuamua kwa kiasi kikubwa sana hatima yao ya kujika kwenye nafasi nzuri ya kufuzu, kwa sababu kimahesabu Bravos ana nafasi. Kwa hiyo imagine mtu ambaye bado ana nafasi alafu uwanja wa nyumbani anauona kama ndo machinjio yake, unajua kabisa kwamba itakuwa ni mechi ngumu. Lakini kitu ambacho naweza nikasema kuhusu Simba ni kwamba kuna mabadiliko ambayo naendelea kuyaona chanya kwa upande wa Simba kila siku. Na uzuri ni kwamba pia tunaizungumzia Simba ambayo iko juu kwa sasa ndani ya muda mfupi, ikiwa na kundi kubwa la watu ambao ni wageni ambao wamekutana, lakini siku baada ya siku Maulid ile timu inaonekana inapanda. Yani kuna kitu kinaongezeka kwa upande wa Simba. Kitu ambacho nilikiona mfano kwenye mechi dhidi ya Sfaxien, niliwahi kuzungumza Maulid. Hizi timu za kaskazini ukicheza nazo, dakika 15 za kwanza za kila kipindi ndio dakika ambazo inabidi uwe mwangalifu sana. Mwarabu anataka kukumaliza na kukuumiza muda huo. Sasa nilikuwa nasubiri kwanza kuona reaction ya Simba kisaikolojia na kiufundi wataziendea vipi. Kama mtu anakumbuka ule mchezo wa juzi dhidi ya Sfaxien, dakika 15 za kwanza Sfaxien walikuwa wanakuja na mipira mirefu na ndio njia yao ile. Yani kuna mtu mpaka nimekana akasema jamaa mipira mirefu ile ndio namna yao ya kucheza. Lakini unaona yule namba 9 wao alifunikwa kabisa na yule namba 9 ambaye alikuwa anamsumbua Simba hapa kwa Mkapa. Alipotezwa. Hilo moja. Pili, mipira mingi sana ya pili baada ya Simba kuwin mipira ya mwanzo, mipira mingi sana ya pili Simba pia walikuwa wanafanikiwa kuwin. Kwa hiyo nikaona pia improvement kwa kiasi kikubwa, na hata kwenye kipindi cha pili 15 za kwanza zile Simba walikuwa wako imara, walikuwa strong, waliweza kuidhibiti pressure vizuri sana ya wale wapinzani. Kwa hiyo inaniambia kwamba Simba wanafanya homework yao vizuri. Tofauti sana vile ambavyo ilikuwa dhidi ya Constantine. Japo ukitizama Sfaxien naye ni kama vile unamwona anahangaika, lakini nimeona reaction. Yani uzuri ni kwamba nimepata, yani katika hao wapinzani nimeona kuna utofauti. Kwa hiyo nafikiri Simba watakuwa wanajua mtihani ambao wanakwenda kukabiliana nao pale Angola, na naamini watakuwa wamekuja na mikakati. Angalau alama moja hapa.